na kufuri ya Solex na kitasa cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatumia kufungulia funguo. Nadhani utakuwa sasa unaanza kunielewa. Kwa alipokuumba wewe, na maanisha maumbile yako wewe ya kimwili, sawa sawa, aliyokutengenezea Mungu, mke wako harisi aliyeandaliwa ameutengenezewa umbile linaloweza stahimili kiungo alichokuwekea wewe Mungu. Nafundisha vitu vikubwa kuliko umri. Twende hivyo hivyo, taelewana tu. Mimi nafundisha mapema ili huko mbele yasitokea kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunawasaidia, maana si ndio mabikira wenyewe hao. Naelewa vizuri eh? Maana yake Mungu aliweka kwa mfumo huo. Sasa itakapotokea mke wa huyu anakutana na mke anakutana na huyu, unaelewa kinachofanyika? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake funguo iliyowekwa kwenye kufuri hii inalazimishwa kuingia kwenye kitu kingine. Kinachotokea ni nini? Uharibifu. Na ule uharibifu unakuja kuleta shida baadaye kwenye ndoa. Kwa nini? Mfumo wa mwanamke umekwisha haribiwa. Atakapokutana na huyu, halafu alishatengenezewa mfumo wa kwanza, njia ya kwanza na mwanaume tofauti, maana yake kinachofanyika, huyu kwenye ndoa hataridhika kwenye ndoa. Sasa kinachotokea, anaanza kuwa msaliti kwenye ndoa. Ni kwa nini? Ule mfumo wa kwanza aliyoupata, akili yake itaimba, ufahamu wake utaongea kwamba arudi kutafuta mwanaume wa disaini ile. Sasa kama yuko ndani ya ndoa, inatokea athari. Na shetani alileta mlango huo kwa makusudi mazima ili kuzivuruga ndoa. Ameruhusu zinaa, wamama wasiheshimu miili yao, vijana wasiheshimu miili yao. Kusudi ni nini? Kuvuruga maisha ya ndoa baadaye. So nasikia wanaume wengi wanakuambia kwamba huwezi kuwa na mwanamke mmoja, kwani ule mama yako bwana. Kilichomwaharibu ni wanawake aliokutana nao. Kwa anajaribu kutafuta kile alichokipata kwa Amina akipate kwa Ashura, anakuta tofauti. Alichokipata kwa Hadija anakuta ni vitu tofauti. Kwa ile hali inampeleka kuingia kwenye mfumo mwingine, na mwanamke vivyo hivyo, inasababisha zinaa, inasababisha athari kwenye ndoa, hawakai. Ndio ile inaoleta sasa kuongeza maumbile na kupunguza maumbile. Unamkuta sasa mwanaume anaingia kwenye dhambi nyingine tena, kufanyaje? Kuongeza sehemu za siri. Na kufundisha ili uone mchoro wa shetani ulianzia wapi na alikuwa anatafuta kitu gani. Sasa funguo hizi zimefeli kufungua hapa, inabidi nitafute funguo zingine. Anaingia kwenye dhambi kupitia nini? Msingi wa kwanza uliotangulia. Ndio maana mnisikilize nyinyi ambao hamjaoa, nyinyi ambao hamjaolewa, nyinyi ambao ni vijana kabisa, hamjui mambo haya. Kaa, tulia, ujitunze kwa Mungu. Tuliokwisha kosea tuko kwenye matengenezo. Kuna matengenezo, kuna marekebisho. Naona masala haya. Athari nyingine inapotokea kwa huyu binti, mfano, acha nikiongelea hichi kitu. Mazala ya wanawake
walioshiriki tendo la ndoa zaidi ya mwanaume mmoja na mazala ya mwanaume aliyeshiriki tendo la ndoa zaidi ya mwanamke mmoja. Ujue uko kwenye mazala gani? Zala namba moja, ni ngumu kuwa mwaminifu kwenye ndoa. Ni ngumu, ni ngumu. Unanisikia naposema? Namaanisha ngumu. Unaweza ukajitahidi, lakini kwa ugumu. Unajua kuna mtu analazimishwa kuwa mwaminifu kwenye ndoa kutokana na mazingira alionayo. Naelewa mazingira, namaanisha ya kwamba hakuna mwanaume wa kumfuata kumwambia, wanalazimika kukaa kwa kuwa hayupo. Ila sio anashinda hali hiyo kwa kuwa ana uwezo wa kushinda, anashinda kwa kuwa hakuna mwanaume wa kumfuata. Maana yake kitokea wa kumfuata, anakuja huyo, anaingia kwenye nini? Kwenye sanaa, na huko ana ndoa. Ni ngumu huyu kujizuia kutamani nje, ni ngumu. Unajua kuna kushiriki kwa tendo na kuna kushiriki kwa kutamani. Ana mke ndani lakini hariziki, akipita dada mpaka anamfuatisha na macho, anajigonga ukuta. Ni ngumu. Ndio mazala ya walioshiriki tendo la ndoa zaidi ya mwanamke mmoja, zaidi ya mwanaume mmoja. Mazala namba moja ni hayo. Ni ngumu sana kuwa mwaminifu kwenye ndoa, ni ngumu. Kwa nini? Biblia inasema aliyeumba mwili mmoja na kahaba ni mwili mmoja pamoja naye. Anavutwa ile hali ambayo alikuwa ameizoea tangu awali, wakati hajaingia kwenye mahusiano. Amezoea kesho yuko kule, kesho kuto yuko kule. Ile hali inamvuta, inakuwa ni roho sasa iliyotengeneza tabia ndani yake. Na ugumu unakuja wapi? Kwa sababu hawa atakao kutana nao wako tofauti, na huyu anayekuja kumwoa hawafanani kabisa. Kwa kuna saa atakaa kwa akili ya kibinadamu kawaida. Unisikilize, nafundisha vitu vigumu lakini vinakusaidia. Siongei nichekeshe, siongei hapa kuzungumza vitu vingine tofauti, wala sifundishi zina, nakusaidia ujue. Kinachofuata baada ya hapo ni nini? Kwa nini kuna ugumu wa huyu mtu kushindwa kusaimiri? Kwa sababu atakapoanza kuishi maisha ya ndoa, mfumo wa vile alivyozoea kushiriki tendo la ndoa na wale wengine ni tofauti kabisa na huyu anaishi naye. Na wakati anashiriki tendo la ndoa, akili namwambia bora ulivyokuwa unafanya na fulani. Mwelewe Mungu anapokemea zinaa, mwelewe ina athari gani. Huwa tunasema uzinzi tu, lakini nataka nichimbue ili uchague baadhi ya vitu ili uelewe kwa nini Mungu alikuwa anazuia hichi kitu. Kitakufanya ushindwe kudumu kwenye ndoa, kitakufanya ushindwe kuwa mwaminifu. Kwa nini? Kwa kuwa akili yako itakutuma, kama ulivyoshiriki na fulani, vile vile ulivyopenda na kufurahia, utatamani maisha yale yale yaje ndani ya ndoa, halafu yeye naye tofauti na yule uliyeshiriki naye. Akili itakwambia tafuta sehemu nyingine. Mungu anisaidie kuongea vitu ambavyo sikupanga kuviongea, lakini najua vinaletwa kukusaidia. Sema amina kama hutaki. Zala linalofuata ni lile ambalo nilisema, unaposhiriki tendo la ndoa na mwanaume na mwanamke, munabadilishana. Kilicho ndani yangu nenda ndani yake, kilicho ndani yake njoo ndani yangu. Nipe umaskini wako, nikupe uchawi wangu. Nimetoka kwenye familia ya kichawi, tunaposhiriki tendo la ndoa nahamisha. Umetoka kwenye familia ya kimaskini, tunabadilishana. Sasa rudi, ulitoka wapi? Ulikuwa na watu wangapi? Ulishiriki nao tendo la ndoa na watu wangapi? Umechukua vitu vingapi ndani yao?
na ile hali inakuja kuzuru na kuathiri watoto wetu. Unamzaa mtoto ambaye unashangaa, sio kuna lugha mnaisemaga, kuna kabila lina damu kali, si mnasemaga hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu vipo kiroho, ni kiroho kabisa. Mtoto umezaa na huyu sura ya mwingine, tabia za mwingine, mfumo wa maisha wa mwingine, kule ulikokuwa unapita pita. Na kufundisha, kwa nini tusipokata baadhi ya hivi vitu tunaweza tukajikuta tunaingia mahali ambako hatukutaka kuingia. Tunaweza tukajikuta tunatengeneza kizazi ambacho baadaye mzazi unajaribu kuongea na mtoto haviongeleki. Kwa nini? Umetengeneza msingi mbaya mapema. Mtoto kiroho anashtakiwa na adui, anakamilisha mashtaka yake na anafanya uharibifu kwa mtoto. Ukija mbele za Mungu upati majibu. Kwa nini? Kuna uharibifu uliotangulia awali. Ndio maana Biblia ikasema ndoa iheshimiwe na watu wote, halafu ikasema na maradhi yawe safi. Kwa lugha rahisi anamaanisha nini? Hawa wanandoa wakati wa ibada yao ya ndoa waifanye kwa usafi. Kwa usafi maana yake ni nini? Wasifanye kwa mfumo wa kishetani. Kwa lugha rahisi ni nini? Hawana ruksa kushiriki tendo la ndoa wasio ndani ya ndoa. Maanake wanaoshiriki tendo la ndoa nje ya wakati wao, kabla hawajaruhusiwa au hawajaidhinishwa kwamba hawa ni wanandoa, wanaposhiriki maanake wanafanya uchafu ambao kiroho wanapitisha nafasi ya uumbaji wa kishetani ndani ya mtoto. Wakati wanapofanya tukio hilo wakiwa ndani ya ndoa, wanaruhusu uumbaji wa kimungu ndani ya huyo mtoto. Najaribu kuongea ile ninaposema tunapoingia kuomba, ujue tunaomba nini na tunafanya nini. Madhara yanayofuata kiafya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna magonjwa utaepuka na uyapati sasa hivi, uyaepuki halafu uyapati sasa hivi. Gonjwa la kansa, gonjwa la kwanza, kansa ya kizazi. Hiyo huepuki. Ndio unasikia mtu, nimepimwa sinaambiwa kuna uchafu, nimepimwa sinaambiwa si kuna maji, napimwa sinaambiwa kuna hii. Usifikiri kimekuja hapo. Acha nikutolee mfano. Wakati mwanamke na mwanaume wanapokutana, Bwana Yesu asifiwe, ni mwanamke ambaye hayuko ndani ya ndoa moja. Kitu cha pili, huyu mwanamke anashiriki tendo la ndoa nje na mwanaume aliyepangiwa naye na Mungu. Manake kipimo si sawa. Kinachofanyika kwa mwanamke saa hiyo, unanisikia? Kitu cha kwanza, mbegu zinamuasiri. Zile mbegu zinatengeneza hali fulani ndani ya umama, hususan niongee na wale ambao si hawa mabinti wadogo, Bwana Yesu asifiwe, ambao hajafikia umri wake. Kisema umri wake wengine mbelewa, si ndio? Sasa anapoanza kushiriki tendo la ndoa, maanake zile mbegu kwake zinakuwa ni uharibifu kwake, na huo uharibifu hauoni sasa hivi kwa kuwa misuli na mishipa bado ina nguvu.